Naitwa Pastor Laurent Wimbe kutoka mtaa wa Kibwegere, Kibamba, Dar es Salaam. Leo tulikuwa na sherehe ya watoto. Tunaonyesha ukarimu na upendo kwa watoto. Hata kama wewe unataka kushiriki, karibu sana kushiriki pamoja nasi. Tupo Kibwegere, Kibamba, Dar es Salaam, mtaa wa Kibwegere. Naitwa PCMT. Nisaidie niende shule, nisaidie niende shule, mjomba nisaidie niende shule, niende shule, niende shule, mjomba nisaidie niende shule. Naitwa Agnes Daniel John, niko mahali hapa kwa ajili ya kusapoti maono ya Pastor Laurent Wimbe kwa ajili ya mfumo wa kizazi kipya, maadili, nidhamu, kumcha Mungu, vipaji na kuendelea. Msingi huu ni muhimu kwa sababu kwa wakati tuliokuwa nao maadili imekuwa ni tatizo kubwa. Ziko ngapi? Ziko 20. Na ndio maana nchi baada ya nchi wanapigana vita na mambo mbalimbali yaliyo kinyume. Zipo kama nyingine. Kwa hiyo tumeliona hilo na ndio maana tumeona vyema na nyingine kuja kuanza kitu hichi au tuendeleze msingi huu ambao msingi wake ni Mungu mwenyewe, kwa sababu aliumba dunia kwa neno lake, aliumba wanadamu kwa mfano wake ili wakatawale na kutiisha vilivyopo duniani, lakini wanadamu tumefanya kinyume. Lakini kinyume hiki kimetokana na nini? Kwa sababu hatukuanza msingi mapema tukiwa bado wadogo. Kwa hiyo tumeliona hilo, na ndio maana leo tupo kwa ajili ya maadili ya kizazi kipya, ili taifa liwe salama, kanisa liwe salama, misikiti iwe salama, dunia iwe salama, na amani na uzuri ambao Mungu ameumba urudi tena upya. Kwa hiyo tupo kwa ajili hiyo. Asanteni sana. Tunadili na watoto, kuwafundisha neno la Mungu, kuwafundisha maadili, kuwafundisha namna ya kuishi, namna ya kutembea, namna kusoma na kila kitu. Karibu sana. Maana dunia hii maadili kimekuwa ni kilio kwa wazazi, kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo tunafundisha maadili, namna ya kujitegemea, namna ya kupenda Mungu, namna ya kupenda nchi yao, namna ya kuishi, namna ya heshima kwa kila mtu, kwa sababu maadili yameshuka. Sasa sisi tunapandisha hayo maadili kupitia neno la Mungu. Karibu sana. Mungu akubariki sana. Niende shule, niende shule, niende shule, niende shule, niende shule, niende shule.
Sasa haya iende shule, 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 isaidie, iende shule, isaidie, iende shule, isaidie, iende shule, isaidie, iende shule. Mwambie nisaidie niende shule. Nataka kutimiza maono yangu. Nataka kufaulu. Mwambie bodaboda niache niende shule. Cheza mguu mmoja bwana. Cheza mguu mmoja. Atakayecheza mguu mmoja vizuri nampa zawadi. Gadi go. Go wimbo wimbo. Wait. Ezra. Ezra. Ash. Niende shule. 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 Cheza kuona bwana. Huku unacheza, huku unawaza kwenda shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Anko nisaidie. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Kijiji nisaidie. Niende shule. 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 Uende shule. Uende shule. Uende shule. Uende shule. Usiache. Cheza. Cheza. Mbona usione aibu? Aibu ndio unacheza hivi. Cheza bwana. Nataka nikuone wewe. Aha. Cheza. Cheza bila kamera. Cheza bila kamera. Aha. Cheza. Cheza wimbo wa shule. Hai. Aha. Asicheza. Cheza bega moja. Cheza bega moja. Niende shule. 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 Anko niende shule. Kijomba niende shule. Nisaidie. Niende shule. Nisaidie. Niende shule. Mbeni mbona mwitikii? Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Itikia. Niende shule. Niende shule. Wape maiti. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule.
Nataka mmoja aruke. Haleluya. Haya, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Na peni yangu. Una hakika? Ndio. Usikuibia. Mimi nitaendaje kueleza kwa baba? Usijui. Nasikia mama yako amebeba hela za vikoba. Ushaye kusikia wapi na ushaye kumuona? Ndio, na uhakika. Aliyekuja kukuambia unamwamini? Sijamuona, lakini nimesikia. Unamwamini kabisa? Nimesikia mimi mwenyewe na ninajiamini. Sijamuona, lakini nimesikia. Kweli mamangu ameiba hela vikoba? Mjinga sana. Mjinga wangu mimi upo hapa. Unajinyia leo kujua kweli wa kujinyia barabarani? Bwana unanizushia, mimi sijinyia barabarani. Ndio umejinyia juzi tu hapa umejinyia. Usinipandishe hasira kabisa, mimi nitakupiga wewe, sijajinyia barabarani. Wewe ni kweli hadi watoto wote wamekuona unajinyia barabarani? Hapana, sijajinyia barabarani. Hata lama hadi wakubwa wanasema wewe umejinyia barabarani. Unanizushia bwana, mimi sikuzushi mimi. Bwana usinikasirishe. Mimi sikukasirisha, lakini ninachoongea naongea ukweli. Wewe umejinyia barabarani. Usinikasirishe, usinipandishe hasira. Mimi sikukasirishi.
Watoto wa Mungu, watoto wa Mungu, naomba mnisikilize. Mimi Wimbe au nasemaga baba wa zawadi, nishapokea zawadi mara mbili. Tulitakiwa tupokee safari hii, lakini kwa sababu ya mambo yaliyotokea hazijaja, ila ya kukitulia zinakuja. Nitaenda kuzichukua na kuja kuwagawia, kwa sababu tayari ninajua ni kina nani, na safari hii sio zile, zipo nzuri zaidi. Sawa jamani? Alafu kitu kingine, wale wanaosoma na wahakikishieni, kwa sababu tumekusanyika leo, kila mtu anafaulu, na nyinyi mna uhakika watu wamefaulu. Yani tangu tumeanza kukutanika watu wamefaulu. Mmekatika jeneta hamna. Watu wamefaulu, nyinyi mashahidi. Tumekutanika 2000 na ngapi ile, mnajua ninazo picha za zenu wadogo wadogo. Sasa hivi naona watu wakubwa kweli kweli. Mungu anakwenda kutusaidia, tunakwenda kupata baraka za Mungu. Amen. Kila mtu anakwenda kufaulu, yaani unakwenda kufaulu kwenye mtihani wako shuleni. Ndio maana ule wimbo tumeimba, wimbo wa shule. Hebu imba kwanza, imbeni kwanza. Niende shule. Basi huo wimbo ni wa shule. Ukumbuke siku zote unapokuwa na mwalimu, unaandika, unafanya mtihani, niende shule, niache niende shule, niache nisome, bodaboda niache nisome, shangazi niache nisome, kwa sababu utakaposoma wewe ni uko vizuri kabisa. Mimi nakwambia wote wanaofaidi nchi ni waliosoma. Kasome, yaani mfuatilie mwalimu, fuatilia mwalimu, sawa? Alafu neno la Mungu linasema waheshimu baba na mama yako ili siku zako za kuishi ziwe nyingi. Baba yako na mama yako anaweza kuwa sio yule babako, anaweza kuwa wa njiani, mwenye umri mkubwa kuliko wewe. Muheshimu, sawa? Kumheshimu ni kumsalimia shikamoo, akikwambia ujambo mwanangu, sijambo. Sio kumchonza wala sio kumcheka. Anaweza kuwa bibi kipofu, bibi mlemavu, baba mlemavu, babu mlemavu, ukamcheka. Sawa? Usimjibu kaka yako maneno mabaya, sawa? Kwa hiyo 2026 kila mtu anafaulu hapa, hakuna ambaye hatafaulu. Mimi nakwambia kabisa, mtakuja kuniambia na mtakuja kushukuru kwamba tulisema mnafaulu. Kwa nini msifaulu? Wewe ulikuwa darasa la 4 unaingia la 5, la 6 mwisho unafaulu, sawa? Kwa hiyo tukiwaita tena muwe mnawahi, mnaaga mzazi, ili tuje tuendelee na mambo yetu. Watu wa zawadi sisi, sawa? Zawadi zingekuja, lakini mambo yaliyotokea, mnajua nyinyi wenye watoto kwamba sio watoto sana, mnajua mambo yalikuwa magumu. Kwa hiyo mambo yatakuwa salama, tutafaulu. Amen. Amen. Pale tulipowakwaza, naomba mtusamee. Hebu mmetusamee?
Naweza kuwa nina sura ngumu, nimekufokea, nimekuwa mtu wa ajabu ajabu. Watu wananiogopaga, nasema hili jamaa, lakini mimi nawapenda watoto. Sawa? Je, kuna mtu amekosa chakula? Tumekula, tumefurahia kwa upendo kabisa. Sawa? Hatuna jambo jingine zaidi ya upendo. Amen. Basi nimkaribishe bibi yenu aweze kuongea dakika chache sana. Msikilize bibi yenu. Tutakapotoka hapa tutaendelea kuwaombea, tutaendelea kuwatakia baraka, mmesikia? Na tutaendelea kuwashauri na pia tunaomba nyinyi mnaotoka hapa, mtakapotoka mkawe kielelezo kizuri, mkaendelee na upendo. Sawa? Na siku nyingine tunapowaita mje. Sawa? Siku nyingine tena tutakaposema jamani, tunawaomba watoto mje tukutane, tunakutana hapa hapa. Na msifikiri kwamba safari mlivyokula ubwabwa na juisi mambo yataendelea hivi. Hapana. Huko tunakoendelea mambo yatakuwa mazuri zaidi. Mmesikia? Kadri tunavyoendelea mambo yanakwenda hatua hii, hatua nyingine, hatua nyingine. Kwa hiyo msikubali kukatishwa tamaa. Sawa? Wala msije mkazalau, na yule anayezalau kusema kwamba hiki kitu ni kibaya, msimsikilize. Sawa? Hapa ni mahali pa baraka na sisi tunawatakia baraka. Sawa? Amina. Mungu awabariki, tunawapenda. Karibuni tena na mwende na amani na mbarikiwe na mkawasalimie wazazi. Waambie nao tunawapenda. Aya, mbaki na amani. Aya, asanteni. Nilikuwa nataka mtoto mmoja aje. Nilikuwa nataka mtoto mmoja aje hapa awakilishe watoto, aongee kwa ajili ya watoto wenzake. Mtoto mmoja anaweza kuongea, aje. Sio mtoto, unajua sio mtoto uliyekuepo hapa, lakini mtoto ujue wasikilishi. Unaongea vizuri, njoo. Njoo, karibu. Karibu, tusipoteze muda. Karibu. Njoo nani? Njoo Fatuma. Fatuma. Kwa niaba ya watoto wenzangu, tunashukuru kwa kutuita, tumekula, tumeigiza, tunasema asante. Yote mlipopunguza mkazidishiwe, asanteni. Karibu mpishi. Karibu Glory. Dakika chache. Jamani, Mungu awabariki. Tunashukuru tumewaita, mmekuja, mmeshiriki pamoja nasi. Muendelee hivyo hivyo, siku nyingine tena tukiwaita msiache kuja. Mmeelewa? Karibuni tena na tena na tena. Mmekula mmeshiba lakini? Mungu awabariki, karibuni tena siku nyingine. Sawa? Muito obrigado. Naomba tupige makofi. Tuende shule. Tuende shule. Tuende shule. Tuende shule. Hebu niwache mziki. Umeme umekuja. Tuende shule. 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 Nisaidie. Niende shule. Nisaidie. Niende shule. Mjomba nisaidie. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Mjomba nisaidie. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule. Niende shule.
niende shule, niende shule, niende shule, niende shule. Haleluya. Amen, amen. Kwa hivyo tuwasikilize watoto. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona watoto wameonyesha vipaji mbalimbali, wamekula, wamekunywa, wamecheza. Hizo ndio shughuli zetu tunazozifanya PCMT Kibwegere, Kibamba, Dar es Salaam. Shughuli zetu ni kuongeza uwezo kwa watoto. Lengo kuu ni kuwafundisha maadili, watoto wakue katika kumpenda Mungu, kupenda nchi yao, kupenda watu, kuongeza kiwango cha maadili, kwa sababu dunia leo maadili yameporomoka chini kabisa. Lakini sisi kazi yetu ni kupandisha maadili kuanzia mtoto wa mwaka mmoja, miwili kuendelea. Karibu sana. Kwa mawasiliano yetu unaweza kusoma hapo chini namba zinapopita. Mungu akubariki sana. Karibu ufurahi pamoja na sisi. Amen, amen.